Mjambo na habari za asubuhi wapendwa wasikilizaji na watazamaji popote pale mlipo, tunawasalimu kwa heshima kubwa. Ni saa 11:30 za asubuhi. Tunaanza siku ya Jumapili tarehe 12 Julai mwaka 2026 kwa kuletea taarifa ya habari ya asubuhi na mapema kupitia Kivu News Info. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uzima na kutuwezesha kuonana tena katika siku hii mpya. Asante kwa kuendelea kutuamini na kuwa pamoja nasi kila wakati. Katika taarifa leo tutakuletea habari mbalimbali zikiwemo hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mapigano yanaendelea katika baadhi ya maeneo ya Kivu Kaskazini na Kusini na Ituri, pamoja na juhudi za kijeshi na diplomasia zinazolenga kurejesha amani. Pia tutakuwa na taarifa kuhusu hali ya kibinadamu, maendeleo na kisiasa na matukio mengine muhimu yanayogusa maisha ya wananchi. Hayo yote na mengine ndiyo yaliyomo katika taarifa yetu ya habari asubuhi ya leo kupitia Kivu News Info. Mimi ni Teloja Longa, na basi kama ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla chote kile ningekuomba na kusii kufanya kitu kimoja, hakikisha umesubscribe, like, comment na share, na kwa lugha unasema kujabone kueme vile na kupartager kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Serikali ya mkoa wa Kivu Kusini nasema kuwa hali ya usalama katika mkoa huo kwa sasa inaendelea kuwa tulivu na inathibitishwa licha ya vitisho vinavyoendelea kutoka kwa waasi wa muungano M23 katika baadhi ya maeneo mashariki mwa nchi. Kauli ilitolewa wakati wa kikao cha 21 cha baraza la mawaziri la mkoa kinachoongozwa na gavana wa mkoa wa Kivu Kusini siku ya jana Jumamosi tarehe 11 Julai mjini Uvira. Akizungumza baada ya kumalizika kwa kikao hicho, msemaji wa serikali ya mkoa wa Kivu Kusini Didier Kabi alisema kuwa gavana aliwafahamisha wajumbe wa baraza la mawaziri kwa kuwa ujumla hali ya usalama unaendelea kudhibitiwa na vyombo vya ulinzi kwa vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vikiendelea kutekeleza majukumu yake katika maeneo yenye changamoto za kiusalama. Kwa mujibu wa Didier Gabi, gavana alieleza kuwa licha tulivu na ushuhudiwa katika sehemu kubwa ya mkoa huo, mamlaka zinaendelea kufuatilia kwa karibu mwenendo wa mapigano katika maeneo ya mstari wa mbele, hususan katika wilaya ya Fizi ambako bado kuna mvutano kati ya vikosi vya serikali na waasi wa AFC M23. Serikali ya mkoa ilidai kuwa dalili zinazoonyesha kuwa waasi wa M23 waungwa mkono na Rwanda. Kwa mujibu wa msimamo wa serikali ya DRC, wanaendelea na juhudi za kupanua maeneo na udhibiti hasa kuelekea wilaya ya Fizi. Rwanda inakuwa ikihusisha mara kwa mara madai ya kuunga mkono waasi wa M23. Kwa mujibu wa gavana, juhudi zao za waasi haziwezi kufanikiwa kutokana na maandalizi yaliyowekwa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na vikosi vingine vinavyoshirikiana nacho katika kulinda mipaka ya mkoa na kuzuia kusambaa kwa mapigano katika maeneo mapya. Didier Kabi alieleza kuwa gavana aliwahakikishia wajumbe wa serikali kwa kuwa wanajeshi wa FARDC wanaendelea kutekeleza operesheni zao kwa ufanisi katika maeneo ya mapambano. Alisema jeshi linaendelea kuonyesha uzalendo na uwezo kubwa katika kukabiliana na makundi yenye silaha yanayotishia usalama wa wananchi na mamlaka ya serikali. Serikali ya mkoa ilieleza kuwa mikakati mbalimbali ya kijeshi tayari imewekwa ili kuzuia majaribio yote ya waasi kusonga mbele kuelekea maeneo mengine ya Fizi. Mikakati hiyo kwa mujibu wa serikali inalenga si tu kusimamisha mashambulizi ya waasi bali pia kurejesha maeneo yote ambayo kwa sasa yako chini ya udhibiti wa waasi wa M23. Baraza la mawaziri pia lilijadili hali ya kiusalama katika maeneo mengine ya mkoa, ikitiza umuhimu wa kuendelea kushirikiana kati ya vyombo vya ulinzi, viongozi wa serikali za mitaa na wananchi kuhakikisha taarifa za usalama zinawafikia wahusika wa wakati na hatua stahiki zinachukuliwa kwa haraka. Serikali ya mkoa wa Kivu Kusini imewataka wananchi kuendelea kuwa tulivu, kushirikiana na vikosi vya ulinzi na usalama na kutoa taarifa kwa mamlaka kuhusu mtu yeyote tukio lolote linaloweza kuhatarisha amani. Vile vile ameonya kuwa zidi ya kusambaza taarifa ambazo hazijathibitishwa, kisema zinaweza kuongeza taharuki miongoni mwa wananchi. Kauli hiyo imetolewa wakati ambako maeneo ya Fizi, Mwenga na sehemu nyingine za Kivu Kusini yanaendelea kushuhudia mapigano hapa na pale katika wiki za hivi karibuni, huku jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo likiendelea na operesheni za kuzuia kusambaa kwa makundi yenye silaha katika maeneo hayo. Hadi sasa waasi wa M23 hawajatoa tamko rasmi kuhusu kauli ya serikali ya mkoa wa Kivu Kusini. Wakati huo wananchi wanaendelea kutarajia kurejea kwa amani ya kudumu ili waweze kuendelea na shughuli zao za kila siku bila hofu ya mapigano.
Hali ya usalama katika sekta ya Itombo wilayani Mwenga mkoani Kivu Kusini inaendelea kuzoa wasiwasi mkubwa kufuatia mapigano yanaendelea katika eneo hilo. Taarifa imetolewa na baraza la vijana la Itombo kupitia taarifa yake ya dharura ya tarehe 11 Julai mwaka 2026. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, kijiji cha Kipupu, makao makuu ya sekta ya Itombo, kilidaiwa kutekwa kwa muda wa siku ya Ijumaa tarehe 10 Julai na wapiganaji wa muungano wa M23 wakisaidiwa na makundi ya Twirwaneho, Red Tabara pamoja na wanajeshi wa Rwanda, kwa mujibu wa madai yaliyotolewa na vyanzo vya ndani vya eneo hilo. Vyanzo vinaeleza kuwa wakati wa uwepo wa vikosi hivyo katika kijiji cha Kipupu, vitendo vya uporaji viliripotiwa kufanyika. Miongoni mwa mali zinazodaiwa kuchukuliwa ni ng'ombe, mbuzi, kondoo pamoja na mali nyingine za raia walikuwa wakiishi katika eneo hilo. Tulisababisha hofu kubwa kwa wakazi wengi, huko baadhi yao kulazimika kuyama makazi yao wakihofia usalama wao. Kwa mujibu wa baraza la vijana la Itombo, wapiganaji wa kujitolea wazalendo kutoka maeneo mbalimbali ya milio ya Itombo walizindua mashambulizi ya kujibu majira saa 11 jioni siku hiyo ya Ijumaa. Baada ya mapigano makali yaripotiwa kudumu kwa muda, vikosi vilivyokuwa vimeingia Kipupu vidaiwa kujiondoa katika eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, hadi wakati wa kutolewa kwa taarifa hii, kijiji cha Kipupu pamoja na maeneo yanayozunguka kilikuwa chini ya udhibiti wa wapiganaji wa wazalendo. Vijana hao wanaeleza kuwa operesheni zao zinaendelea kuelekea eneo la Mikenge ambalo linaendelea kwa moja ya maeneo yenye mvutano mkubwa wa kijeshi katika siku za hivi karibuni. Baraza hilo linaongeza kuwa mapigano yalianza mapema asubuhi tena ya jana Jumamosi tarehe 11 Julai kuanzia saa 11 alfajiri katika kijiji cha Bukinji kuelekea Mikenge. Kwa mujibu wa taarifa, wapiganaji wa wazalendo walikuwa wameonekana kufika karibu na kitovu cha mji wa Mikenge, jambo ambalo linaonyesha kuwa mapigano bado yanaendelea katika ukanda huo. Mbali na hali ya kijeshi, baraza la vijana la Itombo linaonyesha kuhusu kuzorota kwa hali ya kibinadamu katika eneo hilo la afya la Itombo. Inaeleza kuwa maelfu ya wananchi wanaendelea kuyakimbia makazi yao kutokana na mapigano, huku ukosefu wa usalama ukizua upatikanaji wa huduma muhimu kama vile matibabu, chakula na misaada ya kibinadamu. Kutokana na hiyo, baraza la vijana la Itombo limetoa wito kwa mamlaka za kijeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hususan FARDC kuongeza uwezo wa vikosi vilivyoko mstari wa mbele, kuvipatia vifaa vyenye nyenzo muhimu za kijeshi, kuimarisha ulinzi wananchi na kulinda mipaka pamoja na mamlaka ya taifa. Vile vile wananchi wametakiwa kuendelea kuwa makini, kuepuka kusambaza au kuamini taarifa ambazo hazijathibitishwa na kuendelea kuwa na imani na taasisi za ulinzi wa usalama zinazohusika na kurejesha amani katika eneo hilo. Takriban raia 12 walikuwa wametekwa nyara na waasi wa ADF kufuatia mashambulizi yaliyofanyika tarehe 29 Juni mwaka huu katika maeneo ya migodi ya Itembo, Pangoe na Tempe wilayani Mambasa mkoani Ituri. Wamefanikiwa kurejea kwenye uhuru wao baada ya operesheni kali za kijeshi kufanywa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani vya eneo hilo, waasi walazimika kuacha matekao katikati ya msitu walipokuwa wamekimbia kutokana na mashinikizo makubwa ya kijeshi yaliyowekwa na vikosi vya FARDC vilikuwa vinaendelea na operesheni za kuwasaka. Miongoni mwa watu waliokolewa wamo wanawake 5, watoto wadogo pamoja na baadhi ya watu wa jamii ya asili ya Wapigme. Wengi wa manusura hao tayari wamewasili katika kijiji cha Lwemba na Teturi, huku wengine wakibaki katika eneo la Mungu iko wakisubiri msaada kuwafikia maeneo salama. Mratibu wa shirika la APDF katika wilaya Mambasa, Ramsi Malikidogo, amesema kwa operesheni hiyo ilifanyika Alhamisi iliyopita ndani ya kundi la vijiji la Bahiku katika eneo la utawala wa jadi la Babila Bombi. Alieleza kuwa vikosi vya FARDC vilifanikiwa kuwafukuza waasi wa ADF kutoka eneo la mgodi la Tepe ambako walikuwa wakijaribu kuanzisha ngome mpya baada ya kufanya mashambulizi kusababisha vifo vya raia kadhaa pamoja na kuchoma moto nyumba nyingi za wananchi. Kwa mujibu wa Ramsi Malikidogo, kutokana na mashambulizi ya kijeshi la serikali, waasi walikimbia kwa haraka na kuacha nyuma takriban mateka 20 karibu na maeneo ya Mbambu na mgodi wa Tushinda. Alisema baadhi ya manusura walielekea Lwemba, wengine Teturi, huku waliobaki wakionekana katika eneo la Mungu iko. Alieleza kwa baada ya kushindwa katika mapambano hayo, waasi wa ADF walikimbia upande wa Elota, jambo linaloibua wasiwasi kuhusu usalama wa wananchi wanaoishi katika maeneo hayo ambao bado wanakabiliwa na vitisho vya makundi ya uasi. Kwa mujibu wa shirika la APDF, watu waliotekwa wameeleza kuwa walipitia mateso makubwa walipokuwa mikononi mwa waasi hao. Wamesema walazimishwa kutembea umbali mrefu ndani ya misitu bila kupumzika, huku wakabiliwa na ukosefu wa chakula, maji na huduma nyingine muhimu. Wengi wao pia walikuwa wakihofia kuuawa wakati wote kutokana na mazingira magumu wanaishi kwa kipindi chote cha utekwa wao.
Wakati wa taarifa kutoka kwa vyanzo vya ndani zinaonyesha kuwa wapiganaji wa ADF wanaendelea kusogea kuelekea eneo la mgodi la Ilota, aliyoongeza hofu ya kutokea kwa mashambulizi mapya dhidi ya wananchi wanaoishi katika maeneo ya migodi na vijiji vinavyozunguka eneo hilo. Kutokana na maendeleo hayo, shirika la PDF limeongeza juhudi za vikosi ya FARDC vinavyoendelea kuwasaka waasi hao, huku vikilitaka kuendelea na operesheni bila kusita hadi makundi yao ya waasi yanapozofishwa kabisa ili kurejesha usalama wa kudumu katika wilaya ya Mambasa. Shirika hilo pia limetoa wito kwa wakazi wa maeneo ya Ilota, Maroko kupumuzika na Pretoria kuwa uangalifu zaidi kufuatia kwa karibu hali ya usalama na kutoa taarifa kwa vyombo vya ulinzi endapo watabaini mienendo yoyote inayoweza kuhatarisha usalama wao. Maendeleo haya yanajiri wakati sehemu ya kusini ya wilaya Mambasa inaendelea kukabiliana na tishio la mashambulizi ya waasi wa ADF licha ya operesheni za kijeshi zinazoendelea kufanywa na FARDC. Viongozi wa jamii pamoja na mashirika ya kiraia wanaamini kuwa ushirikiano wa wananchi na vikosi vya usalama ni muhimu katika kuzuia mashambulizi mapya dhidi ya vijiji, maeneo ya migodi na raia wasiokuwa na hatia. Mpaka sasa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo halijatoa takwimu rasmi kuhusu idadi ya waasi waliouawa au kukamatwa katika operesheni hiyo. Hata hivyo, taarifa kutoka vyanzo vya ndani zinaonyesha kuwa operesheni za kuwasaka waasi wa ADF bado zinaendelea katika maeneo mbalimbali ya wilaya Mambasa ili kuhakikisha usalama wa wananchi unarejeshwa kikamilifu. Mahakama ya kijeshi ya kambi ya Beni mkoani Kivu Kaskazini imehukumu maafisa watatu wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC adhabu ya kifo baada ya kupatikana na hatia ya makosa ya kukiuka maagizo ya kijeshi na kutoroka kazini wakati nchi ikiwa chini ya hatari ya usalama maarufu kama etat de siege. Hukumu hilo tangazwa usiku wa Ijumaa tarehe 10 Julai baada ya kukamilika kwa kesi walisikilizwa kwa utaratibu wa haraka katika mji wa Beni ambao kwa sasa ni makao makuu ya muda ya mkoa wa Kivu Kaskazini. Maafisa waliohukumiwa ni Luteni Ilunga Jean-Claude, Luteni Kasereka Maneno wa Shile pamoja na Kapteni Makambo Moninda Johnny. Mahakama iliwakuta na hatia ya kukiuka maagizo ya kijeshi na kutoroka nafasi zao za kazi wakati wa vikosi vya FARDC vinaendelea na operesheni dhidi ya makundi ya waasi katika mashariki mwa nchi. Mbali na maafisa wa kijeshi, mahakama pia iliwahukumu watu wawili walikuwa wakijitambulisha kama viongozi wa wazalendo. Hao ni Paluku Timote Bonere pamoja na mwenzake Kasereka Dalmo, ambao kila mmoja anahukumiwa kifungo cha miaka 20 gerezani. Kwa mujibu wa hukumu iliyotolewa na mahakama, wawili hao walipatikana na hatia ya kuwashawishi wanajeshi wa FARDC kutenda vitendo vinavyokiuka nidhamu ya kijeshi, kusambaza taarifa za uongo pamoja na kueneza uvumi unaoweza kuhatarisha usalama wa taifa. Hata hivyo, mahakama iliwafutia shtaka la kuhusishwa na matumizi mabaya ya nguvu kazi za watu baada ya kubaini kuwa ushahidi uliwasilishwa kutosha kuthibitisha kosa hilo. Kwa mujibu katika mwendo wa kesi hiyo, upande wa mashtaka ulieleza kuwa uchunguzi ulionyesha Paluku Timote Bonere alikuwa akijitambulisha kwa uongo kama jenerali wa wazalendo. Dawa kuanzisha mtandao wa siri wa kuandikisha wapiganaji katika kitongoji cha Malepe kichopo katika munisipa ya Beu mjini Beni. Waendesha mashtaka walieleza kuwa Paluku aliunda kundi naloitwa Ngole akidai kuwa ni sehemu ya vikosi vya kujitolea vya wazalendo. Kupitia jina hilo alidaiwa kuandikisha vijana wa kiraia pamoja na baadhi ya wanajeshi wa FARDC bila kuwa na mamlaka yoyote ya kisheria kutoka serikali kuu au jeshi. Kwa upande wa mashtaka, watuhumiwa pia walikuwa na kutumia vibaya jina la kikosi cha akiba cha ulinzi la taifa linalojulikana kama Reserve Armée de la Défense RADE ili kuwashawishi vijana kujiunga na mtandao wake. Waendesha mashtaka walidai kuwa hatua na haikulenga tu kutimiza maslahi binafsi badala ya kusaidia juhudi rasmi za serikali katika vita na makundi ya waasi. Mahakama ilieleza kuwa baadhi ya wanajeshi walivutiwa kujiunga na mtandao huo baada ya Paluku Timote Bonere kujitambulisha kama mratibu wa CONAPE, kamati inayodai kuwa inawakutanisha wazalendo wote nchini. Kwa mujibu wa ushahidi uliowasilishwa, madai yaliyofanywa na baadhi ya wanajeshi kuamini kuwa alikuwa na mamlaka ya kuongoza jambo linalochangia kukiuka kwa nidhamu ndani ya jeshi. Kesi hiyo ilianza kusikilizwa rasmi siku ya Jumanne na kuhitimishwa siku ya Ijumaa ambako mahakama ilitoa hukumu yake baada ya kusikiliza mashahidi na kupitia ushahidi uliowasilishwa na pande zote mbili. Baada ya kutangazwa kwa hukumu, wahusika waliwekwa chini ya mamlaka ya vyombo vya sheria kwa ajili ya kutekeleza uamuzi huo. Kwa mujibu wa sheria za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, watu wote wanaohukumiwa bado wana haki ya kukataa rufaa ndani ya muda wa siku 5 iwapo hawataridhika na maamuzi ya mahakama. Kesi inakuja wakati ambako mamlaka za kijeshi nchini zinaendelea kusisitiza umuhimu wa nidhamu
utii na maagizo ya kijeshi na kupambana na mitandao isiyo rasmi ya uandikishaji wa wapiganaji, huku vita dhidi ya makundi yenye silaha vikiendelea katika maeneo mbalimbali mashariki mwa nchi. Programu ya kitaifa ya kupokonya silaha, kuondoa wanajeshi katika makundi yenye silaha, kurejesha jamii na kuimarisha utulivu inajulikana kwa ufupi kama PDDRC imeandaa warsha maalum mjini Kinshasa kwa wanahabari kutoka vyombo mbalimbali vya habari nchini, ikiwa na lengo la kuwafahamisha kuhusu mkakati wake wa kitaifa na kuimarisha ushirikiano kati ya kusambaza taarifa zinazohusu amani na utulivu nchini. Warsha ilifanyika Ijumaa tarehe 10 Julai ambako mkuu wa kitengo cha mawasiliano cha PDDRC Mamichi Bangu Ali aliwasilisha shughuli kuu zilizotekelezwa na programu hiyo katika kupokonya silaha ya makundi yenye silaha, kuwasaidia waliokuwa wapiganaji kurejea katika maisha ya kiraia pamoja na kuimarisha utulivu katika maeneo yaliyoathiriwa na migogoro. Kwa mujibu wa takwimu zilizowasilishwa na programu hiyo, imefikiwa kukusanya zaidi ya bunduki 1200, silaha za jadi 1400, risasi zaidi ya 5000, vifaa vya mlipuko karibu 15 pamoja na vifaa vya kijeshi zaidi ya 1000 ambavyo vyote vimekabidhiwa kwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Programu imesema imechangia kuwaondoa watoto 22794 walikuwa wakitumiwa kwa makundi yenye silaha katika mikoa ya Kivu Kaskazini, Kusini, Ituri, Tanganyika na Kinshasa kwa lengo la kupatia huduma ya kuwawezesha kurejea katika jamii hii. Miradi hiyo ya 21 kuwawezesha kiuchumi ilikuwa wapiganaji wa zamani zimeathiriwa na mgogoro inaendelea kutekelezwa, huku mingi ikifadhiliwa na washirika wa maendeleo pamoja na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa warsha hiyo, mratibu wa kitaifa wa PDDRC Jean-Didier Désiré Ntanga Tita alisema vyombo vya habari vina nafasi muhimu katika kupambana na taarifa za uongo na kuhamasisha amani. Alisema kuwa habari sahihi zinazothibitishwa kuchangia kujenga imani ya wananchi, kuimarisha mshikamano wa kitaifa na kusaidia mafanikio ya kijuhudi za kurejesha amani katika maeneo yaliyoathiriwa na migogoro. Mwishoni, warsha hiyo ya wanahabari walieleza utayari wao kuendelea kushirikiana na PDDRC katika kuhabarisha umma kuhusu shughuli za programu hiyo, huku mratibu wa kitaifa wa taasisi hiyo akitunukiwa cheti cha heshima kwa mchango wake katika juhudi za amani na utulivu nchini. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ametuma ujumbe rasmi kwa Rais wa Angola Joao Lourenço katika hatua mpya ya mawasiliano ya diplomasia kati ya nchi hizo mbili, wakati juhudi za kutafuta suluhisho la mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zikiendelea. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa Ijumaa tarehe 10 Julai na Wizara ya Mambo ya Nje ya Angola kupitia ukurasa wake wa X zamani Twitter, ujumbe ule wasilishwa na mjini Luanda na balozi maalum wa DRC Antoine Ngonda Mangalibi na kupokelewa na waziri wa mambo ya nje wa Angola Tete Antonio kwa niaba ya Rais Joao Lourenço. Hivyo mamlaka za Angola hazikuweka wazi maudhui ya habari hiyo. Wachambuzi wanaamini kuwa mawasiliano yanakuja katika kipindi ambacho Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kukabiliana na vita mashariki mwa nchi, ambako waasi wa M23 wanaendelea kudhibiti maeneo mbalimbali katika mikoa ya Kivu Kaskazini na Kusini. Serikali ya DRC inaendelea kudai kuwa kundi hilo linaungwa mkono na Rwanda, madai ambayo Rwanda imekuwa ikiyakanusha. Hatua hiyo pia inajiri wakati juhudi za kidiplomasia zinazoendelea kati ya miji ya Washington na Doha bado hajafanikiwa kupatikana kwa suluhisho la kudumu la mzozo huu, huku mapigano yakiendelea katika baadhi ya maeneo mashariki mwa nchi. Ujumbe umetumwa wakati ambako DRC ukiwa na mjadala wa kisiasa kuhusu uwezekano wa marekebisho ya katiba, ikiwa imebaki takriban miaka miwili kabla kumalizika kwa muhula wa sasa wa Rais Felix Antoine Tshisekedi. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, mawasiliano yao kati ya Kinshasa na Rwanda yanaendelea kuimarika, huku nchi hizo mbili zikifanya mashauriano ya mara kwa mara kuhusu ushirikiano wa pande mbili pamoja na masuala ya amani na usalama katika ukanda wa maziwa makuu. Ethiopia inafuatia mikutano mbalimbali ya viongozi wa kanda inayolenga kutafuta suluhisho la mgogoro wa mashariki mwa DRC. Miongoni mwa viongozi waliohusika katika juhudi hizo ni Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye, ambaye pia ni mwenyekiti wa Umoja wa Afrika, pamoja na Rais wa Jamhuri ya Kongo Denis Sassou Nguesso, ambao wanaendelea kufanya mashauriano na viongozi wa kisiasa na wa kidini kuhusu hali ya usalama nchini DRC. Ikumbukwe kwamba mwezi Februari mwaka huu katika mkutano wa ngazi ya juu uliofanyika Rwanda, Angola ilipewa jukumu la kuongeza mashauriano na kuandaa mazungumzo ya ndani ya Kongo kama sehemu ya mchakato wa kurejesha amani nchini. Mkutano ule uliwakutanisha Rais Joao Lourenço, Rais Evariste Tshisekedi, Rais wa Baraza la Mawaziri la Togo, aliyekuwa mpatanishi wa Umoja wa Afrika, pamoja na aliyekuwa rais wa Nigeria. Aliwakilisha jopo la viongozi wa zamani wa Afrika wanaosimamia juhudi za amani nchini DRC.
Tangu wakati huo jumbe mbalimbali wa kidiplomasia unaendelea kubadilishana kati ya Kinshasa na Rwanda. Hata hivyo, kwa mujibu wa taarifa zilizochapishwa na jarida la Jeune Afrique, mpango wa mazungumzo ya ndani ya Kongo bado hujaanza rasmi kutokana na kutokubaliana kuhusu mfumo wa mazungumzo hayo na nani anayepewa nafasi ya kushiriki. Licha ya changamoto hiyo, serikali ya DRC na Angola zinaendelea kusisitiza umuhimu wa mazungumzo ya kisiasa na ushirikiano wa kikanda kama njia ya kupata amani ya kudumu katika mashariki mwa nchi. Usafiri umesimama kabisa kwenye barabara inaunganisha mji wa Bunia na Kasenyi kando ya ziwa Albert kufuatia maporomoko makubwa ya ardhi yaliyotokea katika kijiji cha Manje takriban kilomita 50 kutoka mji wa Bunia, makao makuu ya mkoa wa Ituri. Tulitokea jioni ya tarehe 10 Julai baada ya sehemu ya mlima poromoka na kufunika barabara kwa udongo, matope na mawe makubwa yaliyosababisha barabara kukatika katika maeneo kadhaa na kufanya usafiri kushindikana kabisa kwa aina zozote za vyombo vya usafiri. Kwa mujibu wa mashuhuda, maporomoko hayo yalikuwa makubwa kwa kiasi kwamba kuna gari, basi, pikipiki wala lori linaloweza kupita katika eneo hilo. Aliomba lazima wasafiri wengi kusalia njiani wakisubiri msaada kutoka kwa mamlaka husika. Taarifa kutoka eneo za tukio zinaonyesha kwa zaidi ya magari 18 yamekwama pande zote mbili ya sehemu iliyokatika. Miongoni mwa magari hayo ni malori ya mizigo, mabasi ya abiria, magari madogo pamoja na pikipiki, huku baadhi ya madereva na abiria wakieleza kuwa wamekaa eneo hilo tangu usiku wa Ijumaa bila kujua ni lini safari zao zitaendelea. Miongoni mwa waliokwama ni wafanyabiashara, wasafirishaji wa bidhaa, madereva na wananchi walikuwa wakielekea Bunia au Kasenyi kwa shughuli mbalimbali za kiuchumi. Wengi sasa wanakabiliwa na uhaba wa chakula, maji na mafuta ya magari, huku wengine wakihofia bidhaa wanazozisafirisha kuharibika kutokana na kuchelewa kufika sokoni. Barabara Bunia Kasenyi ni mojawapo wa njia muhimu zaidi katika mkoa wa Ituri. Inaunganisha mji wa Bunia na bandari ya Kasenyi kwenye mwambao wa ziwa Albert, na ndiyo njia kuu inayotumika kusafirisha bidhaa mbalimbali kwenda na kutoka katika mji huo. Kila siku magari mengi hupitisha mazao ya kilimo, samaki wa bichi kutoka ziwa Albert, mifugo pamoja na bidhaa nyingine zinazouzwa katika soko kubwa la Beni. Kufungwa kwa barabara hiyo kunatarajiwa kuathiri biashara na huenda kusababisha kupanda kwa bei za bidhaa muhimu endapo hali hiyo itaendelea kwa muda mrefu. Hadi sasa kuna timu ya kiufundi iliyokuwa imewasili katika eneo hilo kuanza kazi ya kuondoa udongo na mawe yaliyofurika barabara. Vile mamlaka hajatangaza rasmi ni lini shughuli za usafiri zitaanza tena katika njia hiyo muhimu. Kutokana na leo, wakazi wa kijiji cha Manje pamoja na vijiji jirani wametoa wito kwa serikali ya mkoa wa Ituri na huduma zinazohusika na miundombinu kupeleka haraka mtambo wa kufungua barabara ili kurejesha mawasiliano kati ya Bunia na Kasenyi. Kwa sasa barabara hiyo bado imefungwa kabisa kwa watumiaji wote. Mamlaka za eneo hilo zimesema zinaendelea kufuatilia maendeleo ya tukio hilo na kufanya mawasiliano na wadau mbalimbali ili kuhakikisha barabara inafunguliwa haraka, kurejesha usafiri, biashara na usambazaji wa bidhaa muhimu katika mkoa wa Ituri. Katika eneo la Kale mkoani Kivu Kusini, hali ya usalama endelea kuwa ya taharuki kufuatia taarifa zinazodai kuwa vikosi vya kujilinda vya wazalendo vinavyoungwa mkono na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC fanikiwa kuingia na kurejesha udhibiti wa mji wa Lumbishi uliokuwa unashikiliwa na wapiganaji wa waasi wa M23. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa vyanzo vya ndani vya eneo hilo, operesheni ilifanyika tarehe 10 Julai katika mji wa Lumbishi uliopo katika eneo la mpakani kati ya mkoa wa Kivu Kaskazini na Kusini ndani ya wilaya ya Kalehe. Taarifa hizo zinaeleza kuwa baada ya mapambano kati ya pande zinazokinzana, wapiganaji wa wazalendo kwa kushirikiana na FARDC walifanikiwa kuwatoa wapiganaji wa waasi wa M23 katika eneo hilo na kuchukua tena udhibiti wa mji huo ambao una umuhimu mkubwa kutokana na nafasi yake ya kijiografia na kiusalama. Vyanzo hivyo vinaongeza kuwa wakati wa operesheni hiyo, baadhi ya vifaa vya kijeshi vilivyokuwa vinamilikiwa na waasi wa M23 vinadaiwa kukamatwa na vikosi vya wazalendo pamoja na FARDC. Lumbishi ni moja ya maeneo yenye umuhimu wa kimkakati katika eneo la Kale kutokana na kuwa karibu na mpaka wa maeneo ya Kivu Kaskazini na Kusini. Udhibiti wa eneo hilo unaonekana kuwa muhimu kwa sababu unaweza kuasili mienendo ya vikosi vinavyopigana katika ukanda huo pamoja na usalama wa vijiji vinavyozunguka eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa hizo, kurejeshwa kwa Lumbishi kunakuja baada ya siku kadhaa za mvutano na harakati za kijeshi katika maeneo mbalimbali ya Kale na maeneo jirani ambako vikosi vya serikali na makundi yanaungana na wazalendo vinaendelea kujaribu kuzuia upanuzi wa maeneo yanayodhibitiwa na waasi wa M23. Wananchi wa eneo wamekuwa wakikabiliana na madhara makubwa kutokana na mapigano yanaendelea, ikiwa ni pamoja na kuhama kwa baadhi ya familia, kusimama kwa shughuli za kilimo na biashara pamoja na hofu ya kutokea kwa mapigano
mapigano mapya. Hata hivyo, taarifa za kurejeshwa kwa Luberishi bado hajathibitishwa kikamilifu na vyanzo huru, na hadi sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu madai hayo. Katika siku za hivi karibuni, mapigano yameongezeka katika maeneo kadhaa mashariki mwa nchi, hasa katika mkoa wa Kivu Kaskazini na Kusini, huko juhudi za diplomasia zikiendelea kutafuta suluhisho la kudumu la mgogoro huo. Mamlaka na wadau usalama wanaendelea kufuatilia kwa karibu hali ya usalama katika eneo la Luberishi na maeneo ya jirani, huko wananchi wakisubiri udhibitisho rasmi kuhusu hali halisi ya udhibiti wa eneo hilo na hatua zinazofuata katika siku zijazo. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Kivu News Info, ni hapo ndipo tunafika mwisho wa taarifa yetu ya habari ya asubuhi ya leo na mapema kupitia Kivu News Info. Asanteni sana kwa kuendelea kwa pamoja nasi na kutupa imani yenu. Tunaendelea kufuatilia kwa karibu kile kinachoendelea na kuwaletea taarifa mpya kadri zitakavyokuwa tumezipokea habari kutoka vyanzo vyetu. Endelea kuwa nasi kupitia majukwaa yetu mbalimbali kwa habari za uhakika zenye uwiano na zinazowasilishwa kwa wakati. Mimi ni Teleje Longa, na kwa niaba ya timu nzima ya Kivu News Info nakutakia siku njema yenye amani na mafanikio tele katika shughuli zako za kila siku. Na kabla sijaondoka, niendelee kukumbusha kwamba wewe ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla kuondoka hakikisha umesubscribe, kulike, comment na kushare, na kwa lugha nyingine unasema kujabone kwa email vile vile na kupartager kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kitu chako chema cha matangazo. Basi asanteni sana kwa kutusikiliza. Bye bye na chao, na muwe na siku njema.